Bwana, hii inaweza ikawa ni kikubwa na kibingwa zaidi, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza wamekuja na taarifa kutoka Young Africans, taarifa nzito kweli mchana huu, ikiwa inasema ni ombi la kuwasilisha barua ya kuonyesha nia au dhamira, ikiwa ni mwito wa ushirikiano wa ubia wa kimkakati kwa ujenzi wa uwanja wa Yanga na miundombinu yake hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Lile ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa watu wengi sana, kwa mashabiki wa Young Africans, kwa wadau wa michezo, kwa watani wa jadi, walikuwa wanasubiria kuona ile ahadi ambayo alitoa Engineer Hersi Said, rais wa Young Africans, wakati anakabidhiwa kijiti cha kukaa kwenye kile kiti cha urais. Aliwaahidi, moja ya ahadi zake alisema ya kwamba atahakikisha anawajengea Young Africans uwanja. Na utakumbuka kwenye mkutano uliopita walitoa siku 100. Akasema baada ya pale, baada ya siku 100 uwanja basi utaanza kufanywa utaratibu ili uweze kuanza kujenga. Lakini siku 100 zilipita. Lakini hivi sasa tunavyozungumza sasa, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa kwanza 2026, leo hii Young Africans wametoa nafasi za watu kuomba ubia ili waweze kushirikiana kwenye kujenga uwanja wa Young Africans. Nikisema taarifa Young Africans imesema klabu ya michezo Young Africans zinawaalika wadau wa kimkakati, makundi ya ushirikiano wenye sifa na uwezo wa kifedha kuwasilisha barua za kuonyesha nia kwa ajili ya kuendeleza eneo la Jangwani, yani Trigger Street, zamani ilikuwa kama uwanja wa Kaunda, katika kiwanja cha wazi cha Yanga, kwa lengo la kutekeleza mradi wa ujenzi wa uwanja wa kisasa chini ya mpango wa ushirikiano na ubia wa muda mrefu. Akisema ya kwamba kwa kuzingatia mkakati wa maendeleo ya miundombinu wa klabu, Yanga inalenga kuanzisha ushirikiano wa ubia wa kimkakati kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Yanga pamoja na miundombinu shirikishi inayoambatana na uwanja huo. Mfumo unaopendekezwa ni mbia atakayefadhili mradi, ambapo mbia atafadhili na kugharamia gharama za ujenzi wa uwanja na miundombinu shirikishi, muktadha mzima wa maendeleo husika. Klabu ya Young Africans iko tayari kutathmini miundo mitindo mbalimbali ya ushirikiano itakayopendekezwa na washirika wanaovutiwa, ikiwa ni pamoja na mtindo wa haki za jina, ufadhili unaoendeshwa na udhamini, yani sponsorship, mpango wa makubaliano ya kibiashara au ubia kati ya sekta ya umma na binafsi, lakini mfumo wa kubuni, kujenga, kufadhili, kuendesha, lakini vile au muundo mwingine wowote wenye uwezo wa kibiashara ambao utapitiwa na kuidhinishwa na vyombo vya ndani vya utawala na maamuzi ya klabu. Taarifa hiyo ya Young Africans ikaendelea kusema kwamba wigo wa mradi huo unaangalia watu ambao wenye sifa zipi. Wakasema ushirikiano unatarajiwa kujumuisha ujenzi na kukabidhi wa uwanja na miundombinu inayohusiana, ikiwemo namba 1, muundo mkuu wa uwanja wa sehemu za kukaa watazamaji. Hizo sasa ni sifa za kiwanja ambavyo vinatakiwa kiwe. Lakini akasema namba 2, uwezo wa uwanja unapaswa kuwa viti kuanzia 25,000 hadi 35. Lakini asili ya pitch inapaswa kuwa hybrid, yani ikiwa ni mchanganyiko wa nyasi bandia na nyasi asilia. Namba 4, wakasema mfumo wa uwanja wa kuchezea, mifereji ya maji na umwagiliaji. Kitu cha 5 ni maeneo ya VIP, yani huduma maalum, vyombo vya habari, matangazo na uendeshaji. Na kitu cha 6 ni mifumo ya usalama na udhibiti wa upatikanaji. Na kitu cha 7 ni mifumo ya taa za uwanja, mifumo ya umeme na huduma nyinginezo. Na kitu cha 8 ni maegesho, barabara za kufikia, kazi za nje na upandaji miti, ikiwa ni mahitaji ya mwisho yatakayotolewa wakati wa hatua inayofuata kwa washirika walioorodheshwa au watakaovutiwa. Sasa tukija kwenye sifa sasa, mahitaji ya kima cha chini kabisa. Wahusika wanaovutiwa wanapaswa kuonyesha uzoefu uliothibitishwa katika kufadhili au kutekeleza miradi mikubwa ya miundombinu. Lakini kitu cha 2, uwezo mkubwa wa kifedha na uwezo wa kuhamasisha fedha za mradi. Hilo sasa, hapo sasa. Kitu cha 3 ni uwezo wa kiufundi na utekelezaji wa mradi. Kitu cha 4, uzingatiaji wa sheria na kanuni husika zinazotumika nchini Tanzania. Lakini vile uwasilishaji wa barua ya nia au dhamira na nyaraka zinazohitajika. Wahusika wanatakiwa kuwasilisha barua ya kuonyesha kwa nia ya njia ya barua pepe. Hiyo ndio taarifa ambayo Young Africans leo hii wamekuja nayo, wakituonyesha ya kwamba tayari kuna vitu vimeshapikwa jikoni na vinaendelea kuiva vizuri. Swali ni je,
Swali ni je, wote tunafahamu pale ambapo Young Africans inafanya jambo lake au Simba Sports Club inafanya jambo lake, hawa wawili kuna namna ambavyo unabidi ushirikishe kuangalia maendeleo ya huyu alifanya nini, huyu amefikia wapi. Tunafahamu kwa upande wa Simba wana uwanja wao kule Bunju Arena ambao mpaka hivi sasa tangu ulivyojengwa viwanja vile viwili vya kufanyia mazoezi mpaka hivi sasa hakuna tena maboresho au muendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinafanyika, mpaka watu waliwahi kuchangishwa michango ili iweze kuendelezwa, kuweka majukwaa na nini, lakini hakukuwa na kitu ambacho kimefanyika. Sasa kwa hatua hii ambayo Young Africans wamekuja nayo kutangaza ubia, kwanza kumtafuta mtu ambaye atakuwa anaenda kushirikiana na uongozi wa Young Africans kuhakikisha uwanja unajengwa, ili mwisho wa siku yule mtu ambaye atakayeingia ubia yeye sasa ndo watakubaliana kama watapeana mambo ya sponsorship, kama utaitwa kwa jina lake kwa muda wa miaka fulani, kwa sababu hivi vitu ndivyo ambavyo vinafanya kazi. Utafahamu hata ule uwanja wanaotumia Singida United na wenyewe pia walishirikiana na mtandao mmoja wa simu, mpaka uwanja hivi sasa unaitwa jina la mtandao huo wa simu. Kwa hiyo kwa upande wa Simba kwenyewe bado kunaonyesha kusuasua. Pengine hili sasa lililokuja na Young Africans litaenda kuwa boost na wao ili waweze kujua nini ambacho wanakifanya. Kila laheri kwa Young Africans kwa hatua hii nzuri, lakini kwa wale wengine wote, kwa vilabu vingine vyote ambavyo vinaendelea kujipambania kujenga viwanja vyao, basi hii iwe ni chachu na wenyewe wakaendelea kujiboost zaidi. Lakini siwezi kumaliza bila kukuuliza wewe pia maoni yako. Unasemaje kutokana na taarifa hii ambayo Young Africans wameitoa tangu Engineer Hersi ameingia madarakani mpaka hivi sasa? Hii ni moja ya sera ambazo alizungumza atazifanya na hivi sasa tunaona inaenda kutekelezeka. Unaamini kwa asilimia ngapi itafanikiwa? Unaamini nini ambacho inaenda kuibua kwenye vilabu vingine vya ligi kuu soka Tanzania bara? Mimi ni Justa Julius na hii hapa ni PMTV. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kiandika PMTV Tanzania, lakini vile vile pmbet.co.tz. Hiyo ndio website ambayo inakufanya ujishindie Toyota Harrier, Toyota ST pamoja na pesa taslim. Nenda kacheza michezo ya kubashiri, nenda katengeneze mikeka kupitia website hiyo. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.